uchafu wa zinaa. Makasino, watu wanakwenda kufanya alhayatu tarafia, wanakutana na wanawake wazuri walioandaliwa katika maeneo hayo kwa ajili ya kutekeleza uchafu wa nini? Wa zinaa. Na ndivyo hivyo ambavyo hata leo katika jamii yetu kuna maeneo maalum yameandaliwa kwa ajili ya kuwafanya watu kwenda kustarehe, tena starehe zenyewe ni katika kutekeleza uchafu wa nini? Uchafu wa zinaa. Na hii sio kwamba inabagua, wako viongozi, wako watu mashuhuri, wako viongozi wa kidini na kiserikali vile vile wanakwenda kutekeleza uchafu wa nini? Wa zinaa katika maeneo hayo. Lakini ndio hao pia wanatoa hata vibali. Tumeelewana vizuri? Wanatoa hata nini? Vibali na kuruhusu kwamba mambo haya yafanyike bila kujua au bila kutathmini madhara na athari ya tendo hilo na uchafu huo kwa miaka 10 baadaye, ambapo vijana wetu tunaowategemea kuwa ndio rasilimali ya taifa letu, kwamba watakuwa wamekumbwa na madhara ya kiasi gani. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Lakini leo hii sisi tunaishi na mmesikia juzi hapo kashfa iliyoikumba ikulu ya Marekani, ambayo wao ndio wanadai kuwa ni mstari wa mbele kutetea haki za kibinadamu, haki za wanawake na haki za watoto. Yuko bwana mmoja ambaye ni Myahudi asili yake na aliwahi kuwa afisa usalama wa shirika la kiintelijensia la kipelelezi la Kiyahudi la Israeli ambalo linatambulika kama Mossad. Bwana yule anaitwa Jeffrey Epstein. Alitumwa na Israeli kwa makusudi kwenda katika taifa la wapi? La Marekani, kwa ajili ya kufanya shughuli za kiintelijensia za Mossad akiwa ndani ya taifa la nini? La Marekani. Alipofika ndani ya taifa la Marekani, akafanya shughuli zake, lakini kwa kutengeneza ukaribu zaidi na viongozi wa nchi ile na viongozi wengine kutoka katika falme za Kiarabu na kutoka katika baadhi ya mataifa ya Afrika, lakini pia na viongozi wa bara la Ulaya pamoja na bara la Asia, jambo ambalo likamfanya baadaye kuwa ni bilionea mkubwa duniani. Baada ya kuwa ni bilionea, akaenda kununua kisiwa maalum ambacho baada ya kufanikisha kununua kisiwa kile, akatengeneza sehemu nzuri na majengo mazuri na hoteli nzuri, ambayo ndani ya hoteli ile akaweka mabinti maalum, mabinti ambao waliokuwa wanafanyishwa kazi ya uchafu wa zina kwa wale wageni wanaokuja waliokuwa wakikaribishwa katika eneo hilo. Nafahamiana vizuri? Kwa hiyo mabinti waliokuwa wakishiriki ni mabinti chini ya umri wa miaka 16, 15 na 14, lakini akawa anafanya kazi ikhtitafu al-atfal, ya kuwateka watoto wa kike kutoka katika maeneo mbalimbali duniani na anawapeleka katika kisiwa hicho. Lakini linki yake ni pamoja na viongozi wakubwa wa nchi. Wamo marais waliopita wa Marekani, wakina George W. Bush, wakina Bill Clinton, wakina Joe Biden, alikuwa waziri mkuu wa Uingereza Tony Blair, na yeye ameguswa
katika kadhia hiyo, na rais wa sasa wa Marekani Donald Trump na yeye yumo, mfalme wa sasa wa Saudi Arabia Malik Salman na yeye yumo, mfalme wa sasa wa Morocco na yeye yumo. Almuhimu, wale viongozi wakubwa duniani walikuwepo katika jambo hilo, wanafanya vitendo vya uchafu huu, wanabaka, wanalawiti, lakini pia hata wanaua vile vile na kula nyama za watu, jambo baya kabisa. Lakini ukitazama mazingira namna yalivyotayarishwa, ni kana kwamba yameboreshwa mazingira ya kwenda kufanya uchafu. Kwa hiyo hawa kwa wanafanya uchafu huo, sasa imekuja kubainika tangu mwaka wa 1985 yamekuja kubainika mwaka wa 2026. Kwa hiyo haya pamoja na kwamba yanafanyika huko, na sisi tunafanyaje? Tunayafanya kwetu bila kutengeneza kwamba kizazi hiki ambacho tunachotakiwa kukitengeneza kinatakiwa kiweje baadaye. Kwa hiyo leo utaona kwamba mabaya yamekuwa ni mengi ambayo yanazalisha uchafu huu. Wanakwenda mabinti zetu wanakwenda kujiuza, lakini watu mashughuli wanakwenda pale wakiamini kwamba ni sehemu ya kupata wanawake na kwenda kufanya nao uchafu huu wa zina, wenyewe wakiona kwamba ndio maisha ya nini, ya starehe. Wamo na mabinti zetu wanaokwenda kujiuza, na imeachiwa kwamba ni sehemu ya free wafanye uchafu huu. Baadaye kinachotokea ni nini? Unakuja kutengeneza rasilimali watu ambayo itakuwa haina nguvu ya kuzalisha kwa sababu ya maradhi yatakayotokana na uchafu wa nini, na uchafu wa zina. Lakini unakuja kutengeneza tabaka la watoto, rasilimali watu ambao watakaokuwa hawana malezi ya baba na mama, na watakuwa hawatambuliki kwa mujibu wa sheria na itikadi za imani zetu za kidini. Nini kinachotokea? Maana yake utatengeneza wimbi kubwa la vijana ambao hawa ndio watakaokuja kuwa wahalifu wakubwa na wahanga wakubwa wa matumizi ya madawa ya kulevya, wahanga wakubwa wa maradhi yenye kuambukiza, lakini wahanga wakubwa wa vitendo vya wizi na uhalifu na ujambazi ndani ya nini, ndani ya jamii yetu, na kutengeneza tabaka la watoto wengi wa mitaani ambao hawa ndio wanaokuja kuwa wahanga wa madhara yote yanayotokea katika nini, katika jamii. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, kwamba na wala msikurubie zina, hakika zina imekuwa ni uchafu na ni njia iliyokuwa mbaya. Maana yake inaleta athari kubwa sana katika kutengeneza rasilimali watu ndani ya nini, ndani ya jamii yetu. Na hii maana yake kwa namna moja ama nyingine, laiti jamii itaishi katika mtazamo huu na kufanya uchafu wa zina kwamba ndio muhimili mikubwa, maana yake unakwenda kuifanya jamii hiyo kuendelea kubakia nyuma na ishindwe kufikia malengo yake. Sasa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ziko hadithi zake za aina mbalimbali ambazo anazotutahadharisha sisi. Miongoni mwa hadithi hizo anasema azina yurithu alfaqr, zina husababisha watu wawe mafakiri. Tumefahamiana vizuri? Yaani ukifuatilia natija ya maisha yetu sasa na hali zetu ambazo tunazoishi nazo sasa,
vijana walio wengi zaidi na kwa wale ambao waliofilisika walikuwa nacho wakafilisika zaidi, na kushindwa kwa vijana wengi kufikia malengo yao ni natija kathratu zina fil mujtama, ni matokeo ya kukithiri kwa zina katika jamii, na wao kuipa nafasi kubwa zina kwamba ndiyo sehemu inayobeba maisha yao, kwamba mtu anaona kuoa ni jambo gumu zaidi kushinda kwenda kufanya nini? Kwenda kuzini, kwamba zina kwake ndiyo jambo lepesi zaidi kushinda kwenda kufanyaje? Kwenda kuoa. Sasa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatutahadharisha kwamba azina yurithul faqr, zina inarithisha nini? Inarithisha ufakiri. Lakini imepokelewa kutoka kwa Abu Jaafar radhiyallahu anhu, anasema kwamba qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi zina khamsu khisal. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema wakati akiwaelimisha maswahaba zake kunako madhara yanayoweza kupatikana kwa kupitia tendo na uchafu wa zina, juu ya mambo mangapi? Matano. Akasema jambo la kwanza, zina yudhihibu bahaul alwajh, kupelekea kuondoa ile heshima ya uso wa mtu, muonekano mzuri wa sura ya mtu na nuru aliyonayo usoni huwa inaondoka baada ya kukithiri katika matendo ya nini? Katika uchafu wa zina. Tunafahamiana vizuri, yudhihibu bahaul alwajh, huondoa ile heshima na nuru ya nini? Ya uso wa mtu. Lakini azina yurithul faqr, namba 2, zina huwafanya watu wawe maskini. Hata wewe jipime kwamba pato unalopata, kama unashiriki zina, uchafu wa zina, asilimia kubwa ya pato hilo linakwenda wapi? Taona kabisa kwamba unaenda kuunga ili walau upate bonjele ya matamanio ya muda mfupi. Faransa wanasema bonjele, si ndio? Kwamba unafanya kazi, unamenyeka, badala ya kukaa na kufanya jambo litakalosababisha uweze kutimiza malengo yako, wewe unaona ni bora uende ukafanyaje? Ukahonge, kwa sababu ya ladha ya muda mfupi, uchafu ambao athari yake pengine unaweza kukupelekea hata kupata magonjwa. Tumefahamiana vizuri? Kwa hiyo azina yurithul faqr, zina inarithisha nini? Ufakiri. Lakini azina, uchafu wa zina hupelekea umri wa mwanadamu kupungua. Tumefahamiana vizuri? Yaani ukipenda sana zina, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapunguza nini? Anapunguza umri wako. Wa yaskhatu Rahman, lakini pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakukasirikia wewe, kwamba kwa kadiri ambavyo unavyoenda kufanya zina ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafanyaje? Anakukasirikia, kupelekea Mwenyezi Mungu kuchukia kwa uchafu ambao unafanya, kwa sababu amekwisha kuchagulia njia bora ya kukidhi matamanio yako ya kimwili. Amekwisha kuchagulia njia itakayofanya wewe utulie na uwe na amani, kwa kutengeneza nasabu iliyokuwa bora, ambayo ni njia ya kwenda kutengeneza mahusiano ya ndoa kwa mujibu wa sheria alizoamrisha Mwenyezi Mungu na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia azina humpelekea mtu ayukhallada fi nnar, kuingizwa motoni na kuwekwa motoni
milele. Uchafu wa nini? Uchafu wa zina. Lakini madhara ya zina ambayo hupatikana katika jamii ya Kiislamu kwa sifa ya pekee, tumefahamiana vizuri, kwa sifa ya nini? Kwa sifa ya pekee, kwa sababu yako matatizo ambayo tunashirikiana sisi na jamii zingine, lakini yako matatizo ambayo sisi yawezekana tukawa ni waathirika zaidi kushinda jamii zingine kwa namna ambavyo tulivyojiwekea au kwa namna ambavyo tunavyoishi kwa kupitia jamii ambayo ilivyotengenezwa. Mfano, leo hii hapa Kigoma tunahesabu kwamba ni jamii ambayo imekusanya baina yetu sisi na wafuasi wa dini zingine, wote tunaishi katika jamii moja, lakini Waislamu ndio ambao wanaongoza kuwa na idadi kubwa kushinda jamii zingine. Hii inatokana na nini? Kwa sababu sisi tunapooa tunaoa mke zaidi ya ngapi? Zaidi ya mmoja. Ina maana unapooa mke zaidi ya mmoja, maana yake unakwenda kutengeneza familia ya kuwa na watoto wengi zaidi. Tunafahamiana vizuri? Sasa sisi tunachukua nafasi ya kwanza kwa takwimu kama hizo. Sasa unapokuwa unachukua jamii yako inakuwa mstari wa mbele, nafasi ya kwanza, maana yake ni nini? Maana yake yanapotokea mafanikio, nani wa kwanza kunufaika? Ni sisi ambao tuko wengi. Tunafahamiana vizuri? Ambapo kwa sasa tunasema kwamba ni kinyume chake, lakini madhara pia yanapotokea, nani wa kwanza kuathirika? Ni sisi, kwa sababu ya wingi ambao tulionao. Mfano mwepesi, ukienda katika shule zetu za kata leo, wanafunzi wengi unakuta ni jamii gani? Jamii ya Kiislamu, kwa sababu ndio wengi. Sasa ikitokea wamefaulu, nani watakuwa ni wengi? Na Waislamu. Na ikitokea wamefeli sana, waathirika wakubwa watakuwa ni nani? Watakuwa ni Waislamu. Sasa njoo katika swala hili la uchafu wa zina. Maana yake ni kwamba ikitokea zina imekithiri katika jamii, sawa, ikatokea amradul waba, maradhi ya kuambukiza, natija ya kuenea zina katika jamii, waathirika wakubwa watakuwa ni nani? Watoto wa Kiislamu. Kama ambavyo leo janga la ushoga limetokea na linaendelea kutokea katika jamii, ukija ukawachunguza wale mashoga ni watoto wa nani? Watoto wa Kiislamu. Ndio wengi, ndio waathirika wakubwa, ndio wahanga wakubwa. Halikadhalika ukija ukachunguza sasa watoto wengi wa mitaani, utakuta ni jamii ya nani? Ni jamii ya Kiislamu. Sasa watoto wengi wa mitaani wanapokuwa ni wengi, maana yake uhalifu na wenyewe utakuwa ni nini? Utakuwa ni mwingi. Kwa hiyo watekelezaji wakubwa wa vitendo vya uhalifu watakuwa ni watoto wa nani? Watoto wa Kiislamu. Tumefahamiana vizuri? Sasa ukija katika tatizo linalotokana na uchafu wa zina na madhara yake, ambayo tunasema ni amradul waba, maradhi haya yenye kuambukiza, utakuta waathirika wakubwa ni jamii gani? Ni jamii ya Kiislamu. Sasa takhayal, mathalan, katika watu milioni 1 sisi Waislamu tuwe labda milioni 7 au milioni 6, halafu limetokea janga hili ndani ya miaka 10, kuna nini tena? Ni msiba, ni msiba mkubwa mno. Msiba kwa maana
isiyoweza kuzalisha. Unamwambia vizuri, tunatengeneza rasilimali watu isiyokuwa na tija, rasilimali watu ambayo itakuwa